Naam, mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, moja taarifa inayozidi kutufikia katika dawati letu la habari hivi sasa, jinsi ambavyo unavyozidi kutizama screen yako, gari la CCM limeweza kuhusika katika ajali mbaya lilipokuwa lipo katika msafara wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itakuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia mtazamaji wangu, ni vema iwapo utaweza kulike video hii ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, mapema mwezi huu wa 10 mwaka 2025, uchaguzi mkuu ukiendelea kukaribia, kumekuwa na ongezeko za visa vya ajali, sio katika barabara pekee, hata katika reli. Juzi kati tuliweza kushuhudia gari la moshi SGR inayozidi kutumia umeme iliweza kuhusika katika ajali mbaya, jambo ambalo mchungaji Gwajima hapo awali aliweza kulizungumzia kwa uzito kuhusiana na gari hili la SGR. Gari moshi la SGR litaweza kuja kupata ajali kwa njia moja ama nyingine. Kwa mara nyingine ajali hiyo iliweza kushuhudiwa, hatua ambayo imeweza kuwa gumzo nzito katika Jamhuri ya Tanzania. Vile mtazamaji wangu, leo hii kama ulivyoweza kushuhudia kipande hicho cha video nilichoweza kukitanguliza awali, gari la CCM limeweza kuwaka moto, huku watu waliokuwa karibu katika eneo hilo kujaribu kuzima moto, jambo ambalo linaonekana kuwa vigumu. Ila sote tunafahamu kwamba baadhi ya Watanzania hivi sasa wameweza kuanza kususia rali za CCM, na hata kwa njia moja ama nyingine baadhi ya Watanzania wameweza kukataa kujihusisha na eneo hilo la lilipokuwa gari hilo likiwaka moto, hatua ambayo imeweza kuzua mjadala. Ila sote tunafahamu kwamba umaarufu wa chama cha CCM unazidi kudidimia, ijapokuwa imeweza kusalia siku chache uchaguzi mkuu uweze kufanyika. Mtazamaji wangu, hatua hii imeweza kusababisha wengi kutoa maoni yao kuhusiana na kile kilichokuwa kikiendelea, gari hilo la CCM kuwashwa moto ama kushika moto, na Watanzania kutokuwa katika mstari wa mbele kujaribu kujijumuisha kwa wengi kuzima moto katika gari hilo. Ila mtazamaji wangu, vile ningependa tuweze kuzingatia baadhi ya mambo ambayo vijana wa Gen Z wanazidi kushinikiza yaweze kufanywa kwa ajili ya wao kusitisha maandamano ya mwaka 2025. Moja ya jambo ambalo vijana Gen Z wanazidi kuomba ni ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuachiwa huru. Ila sote tunafahamu kwamba siku ya jana Mahakama Kuu iliweza kudai ya kwamba kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu itaweza kurejelelewa rasmi kipindi na wakati ambapo uchaguzi mkuu utaweza kumalizika na tarehe 3 Novemba mwaka 2025 ndipo ambapo kesi yake itaweza kurejelewa ama kuendelezwa jinsi mahakama ilivyoweza kuratibu. Ila vijana Gen Z wanaamini kwamba kwa kesi hiyo kurukishwa hivi sasa ni jambo ambalo ni mambo ya kisiasa kuonekana kuwa na manufaa makubwa upande wa viongozi wakuu wa chama cha CCM, kwani azma ambayo Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliyokuwa akitaka kuifanikisha kwa muda huenda akaweza kuifanikisha, kwani hana mgombea yoyote yule wa urais kutokana na chama pinzani kikuu Chadema. Mheshimiwa Tundu Lissu kuzuiliwa korokoroni ama gerezani, vile Mheshimiwa John Heche ambaye ni mwenyekiti mshikililizi wa chama Chadema naye kuzuiliwa mahali ambapo Watanzania hawajui, ijapokuwa familia yake Mheshimiwa John Heche imeweza kujitokeza na hata kwenda katika mahakama na kituo cha polisi kumtafuta ili aweze kuachiwa huru. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, viongozi hao wote waliweza kuwa mstari wa mbele kukashifu na kukosoa viongozi wakuu wa chama cha CCM kwa mara nyingine kwa wao kupigiwa kura kuongoza serikali ya awamu 7. Vile
kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kushindwa kufanikisha azma ya kuingia Ikulu kuongoza serikali ya awamu ya 7 ama yeye kuwa rais wa 7. Hivyo basi haya yote yanazidi kufanya vijana Gen Z kuonekana kuwa mstari wa mbele kufanya maandamano ya kupinga uongozi wa serikali ya awamu ya 6. Mtazamaji wangu, pia ningependa niweze kufanya kama recap ya kile ambacho kinazidi kuzungumziwa katika mitandao tofauti ya kijamii. Sote tumeweza kushuhudia magari ya wanajeshi kuonekana yakishika doria. Gumzo nzito. Je, magari haya ya wanajeshi kuonekana katika mikoa mbalimbali ni kipi ambacho kinazidi kuonekana? Kwanza kabisa mtazamaji wangu, baadhi ya mikoa katika Jamhuri ya Tanzania imeweza kushuhudia magari yaliyoandikwa polisi, ila gari la jeshi halijaweza kuandikwa lolote lile, bali gari la jeshi lipo na rangi sawia na ile ya sare zao, na ndipo ambapo inabainika ya kwamba wanajeshi wapo kwa ajili ya kuzuia utumiaji wa nguvu kupita kiasi kipindi na wakati ambapo vijana Gen Z wataweza kuamua kuandamana. Pia iwapo maafisa wa polisi wataweza kutumia nguvu kupita kiasi, jeshi litaweza kudhibiti hatua hiyo, kwani wangependa wananchi kuweza kufanya kile wanaamini ni sahihi. Na hapa ndipo ambapo inaonekana kuwa kizaazaa kikubwa kwa uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 6. Pia kutokana na matamshi ya hapo mbeleni ambayo yaliweza kutolewa na Captain Tesha kudai kwamba yeye anasimama na vijana Gen Z, na sio yeye tu bali yeye pamoja na jamaa wake wa karibu huko kambini wanazidi kusimama na vijana Gen Z katika azma yao ya maandamano ya kukosoa na kupinga serikali ya awamu ya 6 kwa mara nyingine kupita na kuongoza serikali ya awamu ya 7 kupitia uchaguzi wa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Mtazamaji wangu, hatua hii kwa njia moja ama nyingine inazidi kudhibitisha alichokuwa kikizungumza awali Mheshimiwa Tundu Lissu, hatua ambayo bado vijana Gen Z wanaonekana kuwa na ushindi mkubwa dhidi ya uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 6. Vile viongozi wa serikali ya awamu ya 6 wameweza kukosolewa pakubwa kutokana na kile ambacho kimeweza kufanywa katika mitandao ya kijamii, hatua ambayo inazidi kuratibiwa kuendelea zaidi hata kipindi na wakati ambapo zoezi la uchaguzi mkuu litakapokuwa likifanyika, kwani mitandao ya kijamii imeweza kuratibiwa kulemazwa kwa muda ili zoezi la uchaguzi mkuu uweze kufanyika hadi kipindi na wakati ambapo matokeo yatakapokuwa yakipeperushwa, hatua ambayo vijana wa Gen Z hawajaweza kukubaliana nayo na kulazimika kutumia mbinu ya kutumia VPN kuchapisha habari kama hizo, hata kuzungumzia kile kinachozidi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, usisahau kusubscribe, like, comment na kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Bye bye until the next video.